Jambo na karibu katika Afya Yako 360. Mimi ni Baraka Tosi na leo tunaenda kuangazia katika ugonjwa wa moyo kushindwa kufanya kazi. Na huu hutokea pale ambapo moyo unashindwa kusukuma damu ya kutosha kuhimili mwili wako. Na leo tutaenda kuangazia juu ya vyakula ambavyo vinaweza kukusaidia kurudisha moyo wako katika hali yake awali au kufanya moyo wako ufanye kazi vizuri. Miongoni mwa vyanzo ambavyo vinafanya moyo ushindwe kufanya kazi ni swala la lishe. Yaani watu wengi tumekuwa tukila vyakula ovyo ovyo. Yaani hatujali namna nzuri ya kutumia chakula au hatujali ni kipi ambacho tukitumie na kipi ambacho tusikitumie. Ugonjwa wa moyo kushindwa kufanya kazi huwa na dalili kadhaa na miongoni mwa hizo ni kama kuchoka, viungo vya mwili kuvimba, miguu kuvimba, mikono, yani humaanisha maji yanakuwa yamezidi katika mwili, kwa hiyo husababisha viungo vya mwili kuvimba. Lakini pia kukohoa au kuwa na changamoto ya kupumua, mapigo ya moyo yasiyo kawaida na hasa yaliyo juu sana. Lakini pia uzito uliopitiliza na kushindwa kuhimili mazoezi. Hizo ni baadhi tu ya dalili ambazo huweza kuonyesha ishara ya moyo kushindwa kufanya kazi. Moyo ambao umedhoofika kwa sababu ya upungufu wa virutubisho huhitaji vitamin B ya kutosha, lakini pia huhitaji madini kama calcium, potassium na magnesium ili kufanya urudi katika hali yake ya awali au kurudi katika hali nzuri. Maji yanayozidi katika mwili, kama nilivyokwisha kusema hapo awali kwamba viungo huwa vinavimba, mfano miguu hasa huwa inavimba, husababishwa na chumvi iliyozidi katika mwili na hivyo kusababisha hali ya kufyonza maji kuwa ngumu kidogo. Lakini pia yawezekana kuwa sababu ya figo kushindwa kufanya kazi. Kuwa na maji ya ziada mwilini humaanisha damu inakuwa nyingi kiasi kwamba hata moyo unatakiwa ufanye kazi ya ziada ili kuhakikisha kwamba unauweka mwili katika usawazo ulio sahihi. Kutokana na moyo kufanya kazi ya ziada ya kusukuma damu kwa namna ya ziada, moyo unachoka na hatimaye unapofanya kazi sana hivyo hufikia hali ya kushindwa kufanya kazi tena. Baada ya kuangazia mambo hayo, hebu tuangalie matibabu, hasa matibabu ya kilishe ambayo yanaweza yakasaidia kufanya moyo wako urudi katika hali yake ya awali au ubadilishwe na kuwa katika hali nzuri kuliko ilivyokuwa hapo nyuma. Mojawapo ni kupunguza matumizi ya chumvi ya sodium. Yaani hizi chumvi za mezani basi zipunguzwe katika milo yetu, na hii itasaidia kuhakikisha kwamba moyo wako unapunguza chumvi mwilini, kupunguza maji mwilini na hivyo hali ya kimwili kurudi katika hali nzuri. Lakini pia vyakula vingine ambavyo vinasaidia kupunguza maji kwa njia ya mkojo ni muhimu sana ili kukusaidia kupunguza yale maji yaliyozidi katika mwili, hasa kwa wale ambao wanapata tabu ya kupata mkojo. Kitu kingine cha kupunguza ikiwemo na kuondoa kabisa ni vileo. Vileo huweza kusababisha mwili kushindwa kuhimili maji yaliyo mwilini. Kwa hiyo hupatia mwili kazi kubwa ya kuhakikisha inaondoa maji katika mwili. Kwa hiyo kupunguza vileo huweza kusaidia kuondoa hali ya mwili katika hali ya kushindwa kufanya kazi kwa moyo. Tukiachana na hivi vitu viwili ambavyo nimevitaja, chumvi sana lakini pia pombe, yani vileo, tuje katika lishe nzuri ambayo ukiitumia moyo wako utakuwa katika hali njema zaidi. Jambo la kwanza, tumia aina mbalimbali za matunda kila siku. Unapotumia matunda freshi kila siku lakini pia na mboga kila siku huweza kukusaidia kuimarisha afya ya moyo na hivyo kufanya kazi yake ya kusukuma damu kuwa rahisi. Lakini chakula cha pili ni tumia nafaka nzima kila siku. Yaani usitumie vyakula ambavyo vimekobolewa, hasa ugali uliokobolewa unakosekana kupata vile virutubisho tosha kwa ajili ya afya ya moyo.
Lakini pia tumia aina mbalimbali ya vyakula jamii ya kunde, mfano maharage, njegere, kunde zenyewe, dengu na vitu aina hizo. Lakini kuna aina ya mboga ya broccoli. Broccoli ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mwili, na unapoitumia mara kwa mara huweza kufanya moyo kuwa na afya njema na kuhakikisha moyo kuwa na nguvu ya kuweza kusukuma damu kila wakati. Tumia saladi kwa ajili ya afya yako. Saladi ni njema sana kwa ajili ya afya yako. Mchanganyiko wa mboga ambazo zimekatwa vizuri na bila kupitishwa katika moto, yani zimeoshwa vizuri kwa maji mazuri yasiyo na wadudu, lakini zimesafishwa vizuri kwa maji yasiyo na moto au kupitishwa katika moto, huweza kukupatia afya na kufanya moyo wako kuhimili kusukuma damu. Fanya mazoezi angalau dakika 40 kila siku. Hii itakusaidia kukufanya uwe na nguvu ya kusukuma damu hasa katika moyo wako. Yaani moyo wako unapofanyishwa mazoezi ya kusukuma damu, kwa sababu ukishafanya mazoezi moyo wako husukuma damu kwa nguvu. Kwa hiyo unavyofanyishwa mazoezi hayo mara kwa mara, baada ya kuwa umechoka, hauwezi kusukuma damu, huweza kuinuka tena na kupata nguvu ya kuweza kusukuma damu kwa urahisi. Fanya mazoezi haya kila dakika 40 kwa siku, nawe utaona matokeo ya ajabu sana katika moyo wako na katika mwili wako. Je, video hii imekuwa na manufaa kwako? Je, umepata kitu kipya leo? Ikiwa hivyo, basi gusa alama ya like hapa, kisha subscribe na kugusa alama ya kengele. Lakini pia unaweza ukashare kwa watu wengine waweze kupata manufaa.